Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Wapendwa katika jina la Yesu, kama nilivyosema kwamba leo ni Jumapili nzuri kabisa ambapo tunaenda kuhitimisha wiki la zoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninapoenda kwenda kujifunza somo letu la leo, tujue ya kwamba linaenda kujikita kwa kiasi kikubwa katika masuala mazima ya zoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama unaandika basi ujumbe wangu wa leo unasema kwamba jinsi ibada za zoni zinazoweza kuimarisha kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jinsi ibada ya zoni zinavyoweza kuimarisha kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaposema hayo wapendwa katika jina la Yesu, wote tumekusanyika mahali hapa ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Tumekuja mahali hapa TAG Bunju-Bichi ni kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Hamna kitu kingine chochote ambacho kimetuleta mahali hapa isipokuwa ni ile kazi ya Mungu ambayo tumeitiwa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo kazi ya Mungu ambayo tumeitiwa hapa, yuko mtumishi wa Mungu ambaye alipewa maono na Mungu kwamba yamfaa aweze kufanya kazi ya Mungu. Na Mungu alipompa sehemu hii ambayo inaitwa TAG Bunju-Bichi. Lakini pamoja na kumpa sehemu hii, Mungu alimwahidi kwamba ataweza kuwapa watu ambao kupitia watu pamoja na yeye, maana yake ni mchungaji, tutaweza kushikamana pamoja kuweza kuifanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunapoenda kujifunza, ninaposema kwamba jinsi ibada za zoni zinazoweza kuimarisha kazi ya Mungu, kwamba ibada hizi zina kazi kubwa sana katika kuimarisha kazi ya Mungu mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Zoni zinaposimama imara katika zamu zao, zinapofanya kazi vizuri, Mungu anaenda kutukuzwa. Kazi ya Mungu inaenda vizuri sawa sawa na mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa moja kwa moja tuende tukasome kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 18 mstari ule wa 13 mpaka wa 25. Kutoka sura ile ya 18 mstari wa 13 mpaka ule mstari wa 27. Nitasoma. Naomba wapendwa tusikilize kwa makini ili tunapoenda kujifunza basi tuwe pamoja. Chukua Biblia yako basi fuatisha maneno haya ambayo mimi nasoma pia ili wote tuende pamoja. Nimesema Kutoka sura ile ya 18 mstari ule wa 13 mpaka ule wa 27. Biblia inasema, asubuhi yake Musa akaketi ili awapishie hukumu watu. Na hao watu wakasimama kuzunguka Musa tangu asubuhi hata jioni. Mkwewe Musa alipoyaona yote aliyowafanyia watu, akasema, ni jambo gani hili watendalo hao watu? Kwani wewe kuketi hapo peke yako na watu wote kusimama kwako tangu asubuhi hata jioni? Musa akamwambia mkwewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu watu unijilia mimi wapate kumuuliza Mungu. Wakiwa na neno unijilia, nami naamua kati ya mtu na mwenziwe, nami nawajivisha amri ya Mungu na sheria zake. Mkwewe Musa akamwambia, jambo hili ufanyalo si jema, huna budi utazofika wewe na hawa watu walio pamoja nawe pia, maana jambo hili ni zito mno kwako. Uwezi wewe nitakupa ushauri, na Mungu na hawe pamoja nawe, uwe wewe kwa ajili ya watu mbele ya Mungu. Nawe umletee Mungu maneno yao, nawe utawafundisha zile amri na sheria, nawe utaonyesha njia ambayo inawapasa kuiendea na kazi ambayo inawapasa kuifanya. Mstari wa 21. Zaidi ya hayo utajipatia katika watu wao watu wa kweli wenye kuchukia mapato ya udhalimu, ukawaweka juu yao wawe wakuu wa maelfu na wakuu wa 100 na wakuu wa 50 na wakuu wa 10, nao wawaamue watu hawa siku zote. Kisha kila neno lililo kubwa watakuletea wewe, lakini kila neno dogo wataliamua wenyewe. Basi kwako wewe mwenyewe utapata nafasi zaidi, nao watachukua huo mzigo pamoja nawe, kwamba utafanya jambo hili na Mungu
akikuagiza hivyo, basi utaweza kusimama wewe na watu hawa wote, nao watakwenda mahali pao kwa amani. Basi Musa akasikiliza neno la mkwewe, akafanya yote aliyokuwa ameambiwa. Musa akawachagua watu wenye uwezo katika Israeli yote, akawaweka wawe vichwa juu ya watu, wakuu wa maelfu, wakuu wa 100, wakuu wa 50 na wakuu wa 10. Nao wakawaamua watu siku zote. Mashauri magumu wakamletea Musa, lakini kila neno dogo wakaliamua wenyewe. Kisha Musa akaungana na mkwewe, naye akaenda zake mpaka, anasema kisha Musa akaagana na mkwewe, naye akaenda zake mpaka nchi yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wapendwa katika jina la Yesu, ninapozungumzia mambo ya Zoni, hasa katika neno hili ambalo linajenga msingi wa fundisho langu la siku ya leo. Hapa tunaona habari nzima ya Musa. Watu wengi tunafahamu habari za Musa, mtu wa Mungu ambaye alichaguliwa na Mungu kwa ajili ya kazi maalum ya kuokoa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Musa wakati anachaguliwa, mazingira yake yalikuwa ni magumu sana. Ni mtu ambaye alijiona hawezi, alijiona kwamba hataweza juu jukumu ambalo Mungu atampa kwenda kulifanyia kazi kwa ajili ya utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu kwa sababu anao watu ambao anawachagua kwa ajili ya kazi zake, kwa ajili ya kusimama katika utumishi wao, katika utumishi wa Mungu, ili kupitia utumishi wao basi kazi ya Mungu iwe vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu, pamoja kwamba Musa alikuwa na wasiwasi, Mungu aliweza kumtia nguvu. Aliweza kumuimarisha, akamwambia usiogope. Mimi ni Mungu wako ambaye niko na wewe, nitaweza kukusaidia ili uweze kuwaokoa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Musa tunaona kwa kiasi kikubwa aliweza kutii ile sauti, japokuwa aliona kwamba kuna shida, kwamba hataweza, lakini mwisho wa siku akajitia nguvu, akaona kwamba ataweza. Ndipo alipoanza kufanya hiyo kazi. Na baadaye tunaona Musa anaenda kwa Farao, na yale maagizo yote aliyopewa na Mungu anaenda kuyapresent kwa Farao. Hata kama Farao moyo wake ulikuwa mgumu, lakini mwisho wa siku tunaona wana wa Israeli waliweza kuachiwa ili kwenda katika nchi yao ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ni habari hizi sio ngeni wapendwa katika jina la Yesu. Ni habari ambazo tunazisoma katika wokovu wetu, ni habari ambazo tunazisikia kila siku. Kwa hiyo Musa alichukua majukumu, na katika kuwatoa wana wa Israeli kuelekea nchi ya Kanaani, maana yake alipitia mambo kadhaa, alipitia changamoto nyingi. Wengi tunakumbuka wakati mwingine alifika mpaka bahari ile ya Shamu, haoni njia atapita wapi, lakini Mungu alikuwa pamoja na yeye, akaweza kuwapitisha. Wana wa Israeli walipokuwa jangwani, wanajiuliza kwamba tutaishije, kiu inakuwa kali. Wanamlaumu Musa kwamba wewe Musa umetuleta huko, umetuchukua, lakini mazingira yetu yanakuwa magumu, tunazoofika. Kwa nini ulituchukua tuweka huko? Lakini Musa kwa sababu aliitwa na Mungu akaamua kusimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaamua kusimama katika kusudi la Mungu. Akaamua kusimama katika kusudi lile Mungu ambaye anaweza kumwitia. Sasa hapa tunaposoma katika sura ya 18 tunamwona Yethro. Yethro ni baba mkwe wa Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao wanakumbuka Musa kipindi kile alipolelewa katika nyumba ya mfalme Farao, mwisho wa siku nakumbuka alikuwa na ugomvi fulani kwa ajili ya kuwatetea ndugu zake, na baadaye walivyoona wana wa Misri kwamba hawa anatetea sana ndugu zake, wakawa na wametengeneza mazingira kwamba labda wanaweza kumzuru. Kwa hiyo Musa ili aweze kujiokoa akakimbia akaenda katika mji mmoja ambao unaitwa Midiani. Ndipo alipofika kule akakutana na Yethro. Na yule Yethro maana yake mwisho wa siku akawa ni mkwe wake, maana yake aliweza kuoa pale kwa mwanamke ambaye anaitwa Sipora. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sura ya 8 tunaona sasa Yethro yule mkwe wa Musa anaenda kumtembelea Musa. Kumbuka Musa ndiye amepewa majukumu ya kuweza kuongoza taifa la Israeli. Kama alivyo mchungaji wetu leo amewekwa hapa na Mungu ili aweze kuongoza gurudumu hili la kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, tuko hapa kwa ajili ya matumaini ya siku ya mwisho tukamwone Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umekuja hapa kwa namna nyingine tofauti, inaweza kawa sio sehemu sahihi sana. Lakini sehemu hii ni sehemu pekee ambayo tunakuja hapa kumtukuza Mungu, tunakuja kutengeneza mambo yetu na Mungu, kuweka mioyo yetu vizuri na Mungu, kwa sababu dunia hii ambayo tunayo ya kupita tu, ila liko tumaini jingine ambalo kule tunaenda kuonana na Mungu wetu. Na hiyo ndio maisha ya raha kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ashukuriwe Mungu kwamba tumepewa mtumishi wa Mungu ambaye amewekwa hapa kwa ajili ya kusudi maalum kuifanya kazi ya Mungu. Kama ilivyokuwa Musa alivyowekwa kwa ajili ya kusudi la Mungu, ndivyo mchungaji alivyowekwa na Mungu akujiweka peke yake, lakini Mungu alimchagua kwa ajili ya kazi maalum ya kuweza kuwasimamia mimi na wewe
ili tuende katika njia ambayo ilipaswa Mungu, na mwisho wa siku basi tukaurithi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo Yethro anaenda anamwambia Musa, anakuja pale. Kama unavyojua Yethro alikuwa ni mtu mzuri, baba mkwe mzuri. Ukiwa na baba mkwe mzuri jamani, anaangalia, anajua hata changamoto zako, anaangalia mapito ambayo unapitia. Wakati wana wa Israeli wamepita sehemu mbalimbali na yamkini alishasikia habari zao. Kwa hiyo akaenda kumsalimia Musa pamoja na mke wake. Ila alipofika pale anashangaa, anamkuta Musa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Jua linachomoza mpaka linazama. Anaongea na watu tu, anawahudumia watu tu, anawahudumia watu tu. Yesu akasema, wewe mkwe wangu, nini hicho unakifanya? Bwana Yesu asifiwe sana. Nini hiki unakifanya wewe? Yaani tangia asubuhi mpaka jioni wewe kaza kuhudumia watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka niseme tu, Yesu alikuwa ni mfano mzuri kabisa ambaye aliweza kuona, kutambua huduma ambayo Musa aliyoitiwa na Mungu, na akaona ya kwamba Musa asingeweza peke yake kuenenda katika njia nzuri ya kuwahudumia wale wa Israeli ili wafike katika kusudi lake. Kwa hiyo akamwonea huruma, akamwambia, kazi hii ni ngumu mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi hii peke yako hautaweza. Kazi hii inahitaji moyo, inahitaji upate wasaidizi ambao watakushika, ili kupitia wao pamoja na wewe ndipo mtaweza kuifanya kazi hii, na mwisho wa siku kazi ya Mungu itaenda vizuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Somo langu linasema kwamba jinsi ibada za zoni zinavyoweza kuimarisha kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika neno hili tunaona msingi wa zoni umejengeka hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Msingi wa zoni umejengeka hapa. Sasa kabla sijaendelea, nikufundishe au nikuelekeze nini maana ya zoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini mwingine anajiuliza tu, kila siku tunaongea zoni, anaenda tu, anaattend kule, sio akiambiwa mchango na nini, siku nyingine haonekani, inawezekana ajui. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize kwa makini. Tunapozungumzia zoni, maana yake ni kwamba muunganiko wa vituo au vikundi vya waamini vilivyo katika eneo fulani, vinavyounganishwa kwa ajili ya ushirika, ibada, maombi, mafundisho na kusukuma mbele kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia tena. Zoni maana yake ni kwamba ni muunganiko wa vituo au vikundi vya waamini, yani mimi na wewe ambao tumemwamini Yesu Kristo, vilivyo katika eneo fulani, vinavyounganishwa kwa ajili ya ushirika, ibada, maombi, mafundisho na kusukuma mbele kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo tunapozungumzia zoni, mpendwa, naomba utambue hilo kwamba ni kikundi cha watu fulani ambao wanapatikana katika eneo fulani. Watu hawa ni waamini waliomwamini Yesu Kristo, watu ambao wameokoka katika Bwana, wameunganishwa ili waweze kufanya ushirika, ili waweze kufundishana neno, ili waweze kuombeana, ili waweze kushikana na kuimarisha katika roho, ili kwamba ile kazi ambayo mtumishi wa Mungu aliyoitiwa iende vizuri na kila mmoja akiweza kuhudumiwa katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumepanga zoni kupitia mtumishi wetu Baba Maono, mchungaji wetu, na wazee wa kanisa na viongozi, kwamba hizi zoni mkutane, kwamba watu wanaoishi katika maeneo fulani ya karibu waweze kukutana. Wakiweza kukutana, manake waweze kudumisha ushirika wao, waweze kuombeana wao wenyewe kwa wenyewe, waweze kutiana moyo wenyewe kwa wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua inawezekana unakuja hapa ukaona tu kwamba hiyo zoni mchungaji tu amepanga tu ili mradi tu. Hapana. Ipo sababu ya kuweza kukutana. Na ndio kule tunapojenga ushirika wetu, tunapoweka mambo yetu vizuri, na Mungu anatuweka katika umoja wa kikanisa na kanisa linaweza kustawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo zoni zinawakutanisha watu kwa ukaribu sana. Unajua hapa kanisani tunakuja watu wengi. Mchungaji anaweza asipate muda mzuri wa kuhudumia kila mtu. Kwa hiyo tunapofanya delegation, tunapogawa, tunapoweka mgawanyiko wa hivyo, maana yake kule tunaweza kuhudumiana, kule tunaweza kushikana wenyewe kwa wenyewe, kule tunaweza kubebana wenyewe kwa wenyewe. Na tukifanya hivyo, maana yake ile kazi ya Mungu ambayo mchungaji ametiwa hapa itakuwa rahisi na sitamtia moyo, kazi itakuwa inaenda rahisi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na niseme tu kwamba zoni zinakutanisha watu. Zoni zinaweka ukaribu.
zinatufanya tuwe karibu, tufahamiane, tujuane, huyu mwenzangu anaishi wapi, huyu mwenzangu anapitia kitu gani, huyu mwenzangu ameenda wapi leo, huyu mwenzangu aenda amekuja kanisani. Lakini leo hii tumekuja kanisani, hatujui hata nani hajafika kanisani. Shemasi wenyewe labda inawezekana hata ajui kufanya hajafika kanisani kwenye zoni yangu. Lakini hiyo sio sababu, na ndio maana wakati mwingine unakuta kanisa haliwezi kuwa kubwa tukafika kule ambapo tunatarajia kwamba watu wa Mungu waweze kuhudumiwa, watu wa Mungu waweze kusimama, kwa sababu inawezekana kwa namna moja ama nyingine hatujasimama vizuri katika zoni zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni mgawanyiko, na ndio maana hata katika nchi tuna division of responsibilities, kuna mgawanyo wa majukumu katika nchi, na ndio maana ukaona katika nchi kuwa na mihimili hata mitatu: mahakama, bunge na serikali. Lakini hivi vyote maanake vinafanya kazi ili kufanikisha nchi iweze kusonga mbele, nchi iweze kuzaa matunda, watu waweze kustawi, wapate ustahimilivu katika nchi yao. Lakini rais ndiye anakuwa kiongozi mkuu wa nchi, na wakati mwingine majukumu makubwa ndiye anayobeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo ilivyo katika zoni zetu. Mchungaji alipogawa zoni, maanake anatarajia kwamba wao watu waweze kusimama katika hizo zoni, waweze kusimama katika zoni, kuanzia viongozi. Kwa jina la Yesu, kama nilivyosema kwamba leo ni Jumapili nzuri kabisa ambapo tunaenda kuhitimisha wiki la zoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninapoenda kwenda kujifunza somo letu la leo, tujue ya kwamba linaenda kujikita kwa kiasi kikubwa katika masuala mazima ya zoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama unaandika, basi ujumbe wangu wa leo unasema kwamba jinsi ibada za zoni zinazoweza kuimarisha kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jinsi ibada ya zoni zinavyoweza kuimarisha kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaposema hayo, wapendwa katika jina la Yesu, wote tumekusanyika mahali hapa ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Tumekuja mahali hapa TAG Bunju-Bichi ni kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Hamna kitu kingine chochote ambacho kimetuleta mahali hapa isipokuwa ni ile kazi ya Mungu ambayo tumeitiwa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo kazi ya Mungu ambayo tumeitiwa hapa, yuko mtumishi wa Mungu ambaye alipewa maono na Mungu kwamba yamfaa aweze kufanya kazi ya Mungu, na Mungu alipompa sehemu hii ambayo inaitwa TAG Bunju-Bichi. Lakini pamoja na kumpa sehemu hii, Mungu alimwahidi kwamba ataweza kuwapa watu ambao kupitia watu pamoja na yeye, maana yake ni mchungaji, tutaweza kushikamana pamoja kuweza kuifanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunapoenda kujifunza, ninaposema kwamba jinsi ibada za zoni zinazoweza kuimarisha kazi ya Mungu, kwamba ibada hizi zina kazi kubwa sana katika kuimarisha kazi ya Mungu mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Zoni zinaposimama imara katika zamu zao, zinapofanya kazi vizuri, Mungu anaenda kutukuzwa. Kazi ya Mungu inaenda vizuri sawa sawa na mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu, kama nilivyosema kwamba leo ni Jumapili nzuri kabisa ambapo tunaenda kuhitimisha wiki la zoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninapoenda kwenda kujifunza somo letu la leo, tujue ya kwamba linaenda kujikita kwa kiasi kikubwa katika masuala mazima ya zoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama unaandika, basi ujumbe wangu wa leo unasema kwamba jinsi ibada za zoni zinazoweza kuimarisha kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jinsi ibada ya zoni zinavyoweza kuimarisha kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaposema hayo, wapendwa katika jina la Yesu, wote tumekusanyika mahali hapa ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Tumekuja mahali hapa TAG Bunju-Bichi ni kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Hamna kitu kingine chochote ambacho kimetuleta mahali hapa isipokuwa ni ile kazi ya Mungu ambayo tumeitiwa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo kazi ya Mungu ambayo tumeitiwa hapa, yuko mtumishi wa Mungu ambaye alipewa maono na Mungu kwamba yamfaa aweze kufanya kazi ya Mungu, na Mungu alipompa sehemu hii ambayo inaitwa TAG Bunju-Bichi. Lakini pamoja na kumpa sehemu hii, Mungu alimwahidi kwamba ataweza kuwapa watu ambao kupitia watu pamoja na yeye, maana yake ni mchungaji, tutaweza kushikamana pamoja kuweza kuifanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunapoenda kujifunza, ninaposema kwamba jinsi ibada za zoni zinazoweza kuimarisha kazi ya Mungu, kwamba ibada hizi zina kazi kubwa sana katika kuimarisha kazi ya Mungu mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Zoni zinaposimama imara katika zamu zao, zinapofanya kazi vizuri,
Mungu anaenda kutukuzwa, kazi ya Mungu inaenda vizuri sawasawa na mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa moja kwa moja tuende tukasome kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 18 mstari ule wa 13 mpaka wa 27. Kutoka sura ile ya 18 mstari wa 13 mpaka ule mstari wa 27. Nitasoma. Naomba wapendwa tusikilize kwa makini ili tunapoenda kujifunza basi tuwe pamoja. Chukua Biblia yako basi fuatisha maneno haya ambayo mimi nasoma pia ili wote tuende pamoja. Nimesema Kutoka sura ile ya 18 mstari ule wa 13 mpaka ule wa 27. Biblia inasema, asubuhi yake Musa akaketi ili awapishie hukumu watu. Na hao watu wakasimama kuzunguka Musa tangu asubuhi hata jioni. Mkwewe Musa alipoyaona yote aliyowafanyia watu, akasema, ni jambo gani hili watendalo hao watu? Kwani wewe kuketi hapo peke yako na watu wote kusimama kwako tangu asubuhi hata jioni? Musa akamwambia mkwewe, Bwana Yesu asifiwe sana, ni kwa sababu watu unijilia mimi wapate kumuuliza Mungu. Wakiwa na neno unijilia, nami naamua kati ya mtu na mwenziwe, nami nawajivisha amri ya Mungu na sheria zake. Mkwewe Musa akamwambia, jambo hili ufanyalo si jema, huna budi utadhoofika wewe na hawa watu walio pamoja nawe pia, maana jambo hili ni zito mno kwako. Uwezi wewe, nitakupa ushauri, na Mungu na hawe pamoja nawe, uwe wewe kwa ajili ya watu mbele ya Mungu. Nawe umletee Mungu maneno yao, nawe utawafundisha zile amri na sheria, nawe utaonyesha njia ambayo inawapasa kuiendea na kazi ambayo inawapasa kuifanya. Mstari wa 21. Zaidi ya hayo utajipatia katika watu hao watu wa kweli wenye kuchukia mapato ya udhalimu, ukawaweka juu yao wawe wakuu wa maelfu na wakuu wa 100 na wakuu wa 50 na wakuu wa 10, nao wawaamue watu hawa siku zote. Kisha kila neno lililo kubwa watakuletea wewe, lakini kila neno dogo wataliamua wenyewe. Basi kwako wewe mwenyewe utapata nafasi zaidi, nao watachukua huo mzigo pamoja nawe, kwamba utafanya jambo hili na Mungu akikuagiza hivyo. Basi utaweza kusimama wewe na watu hawa wote, nao watakwenda mahali pao kwa amani. Basi Musa akasikiliza neno la mkwewe, akafanya yote aliyokuwa ameambiwa. Musa akawachagua watu wenye uwezo katika Israeli yote, akawaweka wawe vichwa juu ya watu, wakuu wa maelfu, wakuu wa 100, wakuu wa 50 na wakuu wa 10. Nao wakawaamua watu siku zote. Mashauri magumu wakamletea Musa, lakini kila neno dogo wakaliamua wenyewe. Kisha Musa akaungana na mkwewe, naye akaenda zake mpaka, anasema kisha Musa akaagana na mkwewe, naye akaenda zake mpaka nchi yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wapendwa katika jina la Yesu, ninapozungumzia mambo ya zoni, hasa katika neno hili ambalo linajenga msingi wa fundisho langu la siku ya leo. Hapa tunaona habari nzima ya Musa. Watu wengi tunafahamu habari za Musa, mtu wa Mungu ambaye alichaguliwa na Mungu kwa ajili ya kazi maalum ya kuokoa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Musa wakati anachaguliwa, mazingira yake yalikuwa ni magumu sana. Ni mtu ambaye alijiona hawezi, alijiona kwamba hataweza juu ya jukumu ambalo Mungu atampa kwenda kulifanyia kazi kwa ajili ya utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu kwa sababu anao watu ambao anawachagua kwa ajili ya kazi zake, kwa ajili ya kusimama katika utumishi wao, katika utumishi wa Mungu, ili kupitia utumishi wao basi kazi ya Mungu iwe vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu, pamoja kwamba Musa alikuwa na wasiwasi, Mungu aliweza kumtia nguvu.
aliweza kumuimarisha, akamwambia usiogope, mimi ni Mungu wako ambaye nipo na wewe, nitaweza kukusaidia ili uweze kuwaokoa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Musa tunaona kwa kiasi kikubwa aliweza kutii ile sauti, japokuwa aliona kwamba kuna shida, kwamba hataweza, lakini mwisho wa siku akajitia nguvu, akaona kwamba ataweza, ndipo alipoanza kufanya hiyo kazi. Na baadaye tunaona Musa anaenda kwa Farao, na yale maagizo yote aliyopewa na Mungu anaenda kuyapresent kwa Farao. Hata kama Farao moyo wake ulikuwa mgumu, lakini mwisho wa siku tunaona wana wa Israeli waliweza kuachiwa ili kwenda katika nchi yao ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ni habari hizi sio ngeni wapendwa katika jina la Yesu. Ni habari ambazo tunazisoma katika wokovu wetu, ni habari ambazo tunazisikia kila siku. Kwa hiyo Musa alichukua majukumu, na katika kuwatoa wana wa Israeli kuelekea nchi ya Kanaani, maana yake alipitia mambo kadhaa, alipitia changamoto nyingi. Wengi tunakumbuka wakati mwingine alifika mpaka bahari ile ya Shamu, haoni njia atapita wapi, lakini Mungu alikuwa pamoja na yeye akaweza kuwapitisha. Wana wa Israeli walipokuwa jangwani wanajiuliza kwamba tutaishije, kiu inakuwa kali, wanamlaumu Musa kwamba wewe Musa umetuleta huko, umetuchukua, lakini mazingira yetu yanakuwa magumu, tunazoofika. Kwa nini ulituchukua tuweka huko? Lakini Musa kwa sababu aliitwa na Mungu akaamua kusimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaamua kusimama katika kusudi la Mungu. Akaamua kusimama katika kusudi lile Mungu ambaye anaweza kumwitia. Sasa hapa tunasoma katika sura ya 18 tunamwona Yethro. Yethro ni baba mkwe wa Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao wanakumbuka Musa kipindi kile alipolelewa katika nyumba ya mfalme Farao, mwisho wa siku nakumbuka alikuwa na ugomvi fulani kwa ajili ya kuwatetea ndugu zake, na baadaye walivyoona wana wa Misri kwamba hawa anatetea sana ndugu zake, wakawa na wametengeneza mazingira kwamba labda wanaweza kumdhuru. Kwa hiyo Musa ili aweze kujiokoa akakimbia akaenda katika mji mmoja ambao unaitwa Midiani. Ndipo alipofika kule akakutana na Yethro. Na yule Yethro maana yake mwisho wa siku akawa ni mkwe wake, maana yake aliweza kuoa pale kwa mwanamke ambaye anaitwa Sipora. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sura ya 8 tunaona sasa Yethro yule mkwe wa Musa anaenda kumtembelea Musa. Kumbuka Musa ndiye amepewa majukumu ya kuweza kuongoza taifa la Israeli. Kama alivyo mchungaji wetu leo amewekwa hapa na Mungu ili aweze kuongoza gurudumu hili la kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, tuko hapa kwa ajili ya matumaini ya siku ya mwisho tukamwone Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umekuja hapa kwa namna nyingine tofauti, inaweza kawa sio sehemu sahihi sana, lakini sehemu hii ni sehemu pekee ambayo tunakuja hapa kumtukuza Mungu, tunakuja kutengeneza mambo yetu na Mungu, kuweka mioyo yetu vizuri na Mungu, kwa sababu dunia hii ambayo tunayo ya kupita tu, ila liko tumaini jingine ambalo kule tunaenda kuonana na Mungu wetu, na hiyo ndio maisha ya raha kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ashukuriwe Mungu kwamba tumepewa mtumishi wa Mungu ambaye amewekwa hapa kwa ajili ya kusudi maalum kuifanya kazi ya Mungu. Kama ilivyokuwa Musa alivyowekwa kwa ajili ya kusudi la Mungu, ndivyo mchungaji alivyowekwa na Mungu akujiweka peke yake, lakini Mungu alimchagua kwa ajili ya kazi maalum ya kuweza kuwasimamia mimi na wewe ili tuende katika njia ambayo ilipaswa Mungu, na mwisho wa siku basi tukaurithi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo Yethro anaenda anamwambia Musa, anakuja pale. Kama unavyojua Yethro alikuwa ni mtu mzuri, baba mkwe mzuri. Ukiwa na baba mkwe mzuri jamani, anaangalia, anajua hata changamoto zako, anaangalia mapito ambayo unapitia. Wakati wana wa Israeli wamepita sehemu mbalimbali na yamkini alishasikia habari zao, kwa hiyo akaenda kumsalimia Musa pamoja na mke wake. Ila alipofika pale anashangaa, anamkuta Musa kuanzia asubuhi mpaka jioni, jua linachomoza mpaka linazama, anaongea na watu tu, anawahudumia watu tu, anawahudumia watu tu. Yesu akasema, wewe mkwe wangu, nini hichi unakifanya? Bwana Yesu asifiwe sana. Nini hiki unakifanya wewe? Yaani tangia asubuhi mpaka jioni wewe kaza kuhudumia watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka niseme tu, Yesu alikuwa ni mfano mzuri kabisa ambaye aliweza kuona, kutambua huduma ambayo Musa aliyoitiwa na Mungu, na akaona ya kwamba Musa asingeweza peke yake kuenenda katika njia nzuri ya kuwahudumia wale wa Israeli ili wafike katika kusudi lake. Kwa hiyo akamwonea huruma, akamwambia kazi hii ni ngumu mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi hii peke yako hautaweza. Kazi hii inahitaji moyo, inahitaji upate wasaidizi ambao watakushika ili kupitia wao pamoja na wewe ndipo mtaweza kuifanya kazi hii, na mwisho wa siku kazi ya Mungu itaenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo langu linasema kwamba jinsi ibada za zoni zinavyoweza
kuimarisha kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika neno hili tunaona msingi wa zoni umejengeka hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Msingi wa zoni umejengeka hapa. Sasa kabla sijaendelea, nikufundishe au nikuelekeze nini maana ya zoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini mwingine anajiuliza tu kila siku tunaongea zoni, anaenda tu anaattend kule, sio akiambiwa mchango na nini, siku nyingine aonekane, inawezekana ajui. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikize kwa makini. Tunapozungumzia zoni, maana yake ni kwamba muunganiko wa vituo au vikundi vya waamini vilivyo katika eneo fulani vinavyounganishwa kwa ajili ya ushirika, ibada, maombi, mafundisho na kusukuma mbele kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia tena. Zoni maana yake ni kwamba ni muunganiko wa vituo au vikundi vya waamini, yani mimi na wewe ambao tumemwamini Yesu Kristo, vilivyo katika eneo fulani vinavyounganishwa kwa ajili ya ushirika, ibada, maombi, mafundisho na kusukuma mbele kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo tunapozungumzia zoni, mpendwa, naomba utambue hilo kwamba ni kikundi cha watu fulani ambao wanapatikana katika eneo fulani. Watu hawa ni waamini waliomwamini Yesu Kristo, watu ambao wameokoka katika Bwana, wameunganishwa ili waweze kufanya ushirika, ili waweze kufundishana neno, ili waweze kuombeana, ili waweze kushikana na kuimarisha katika roho, ili kwamba ile kazi ambayo mtumishi wa Mungu aliyoitiwa iende vizuri na kila mmoja akiweza kuhudumiwa katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumepanga zoni kupitia mtumishi wetu Baba Maono, mchungaji wetu na wazee wa kanisa na viongozi, kwamba hizi zoni mkutane, kwamba watu wanaoishi katika maeneo fulani ya karibu waweze kukutana. Wakiweza kukutana, manake waweze kudumisha ushirika wao, waweze kuombeana wao wenyewe kwa wenyewe, waweze kutiana moyo wenyewe kwa wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua inawezekana unakuja hapa ukaona tu kwamba hiyo zoni mchungaji tu amepanga tu mradi tu. Hapana. Ipo sababu ya kuweza kukutana. Na ndio kule tunapojenga ushirika wetu, tunapoweka mambo yetu vizuri, na Mungu anatuweka katika umoja wa kanisa na kanisa linaweza kustawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo zoni zinawakutanisha watu kwa ukaribu sana. Unajua hapa kanisani tunakuja watu wengi. Mchungaji anaweza asipate muda mzuri wa kuhudumia kila mtu. Kwa hiyo tunapofanya delegation, tunapogawa, tunapoweka mgawanyiko wa hivyo, maana yake kule tunaweza kuhudumiana, kule tunaweza kushikana wenyewe kwa wenyewe, kule tunaweza kubebana wenyewe kwa wenyewe. Na tukifanya hivyo, maana yake ile kazi ya Mungu ambayo mchungaji ametiwa hapa itakuwa rahisi na sitamtia moyo, kazi itakuwa inaenda rahisi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na niseme tu kwamba zoni zinakutanisha watu. Zoni zinaweka ukaribu. Zinatufanya tuwe karibu, tufahamiane, tujuane, huyu mwenzangu anaishi wapi? Huyu mwenzangu anapitia kitu gani? Huyu mwenzangu ameenda wapi leo? Huyu mwenzangu amekuja kanisani. Lakini leo hii tumekuja kanisani, hatujui hata nani hajafika kanisani. Shemasi wenyewe labda inawezekana hata ajui kufanya hajafika kanisani kwenye zoni yangu. Lakini hiyo sio sababu, na ndio maana wakati mwingine unakuta kanisa haliwezi kukua, haliwezi kuwa kubwa, tukafika kule ambapo tunatarajia kwamba watu wa Mungu waweze kuhudumiwa, watu wa Mungu waweze kusimama, kwa sababu inawezekana kwa namna moja ama nyingine hatujasimama vizuri katika zoni zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni mgawanyiko. Na ndio maana hata katika nchi kuna division of responsibilities. Kuna mgawanyo wa majukumu katika nchi. Na ndio maana ukaona katika nchi kuwa na mihimili hata mitatu: mahakama, bunge na serikali. Lakini hivi vyote manake vinafanya kazi ili kufanikisha nchi iweze kusonga mbele, nchi iweze kuzaa matunda, watu waweze kustawi, wapate ustahimilivu katika nchi yao. Lakini rais pia anakuwa kiongozi mkuu wa nchi, na wakati mwingine majukumu makubwa ndiye anayobeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo ilivyo katika zoni zetu. Mchungaji alipogawa zoni, manake anatarajia kwamba wao watu waweze kusimama katika hizo zoni, waweze kusimama katika zoni, kuanzia viongozi wasimame kuwaisisitiza washirika wao wa zoni hizo waweze kusimama katika kufanya kazi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu gani? Zoni zinafanyisha sana umoja na mshikamano ndani ya kanisa. Biblia inasema, kusoma Zaburi
Zaburi 133 mstari wa kwanza anasema, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, inapendeza sana ndugu wakikaa pamoja kwa umoja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukikaa kwa umoja, tukishikamana kama kanisa, tukakaa kwa umoja katika zoni zetu, Biblia inatuambia kwamba inapendeza sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini niseme tu, watu wengi tunakaa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza tukakaa pamoja tusikae kwa umoja. Sio kama tunanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. That means kwamba watu wanaweza kukaa kwa umoja, wakakaa sehemu moja, lakini wasiwe na umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza tukakutana hapa tumekaa sehemu moja, lakini tusiwe na umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kukaa sehemu moja ni kitu kimoja, lakini jambo lingine kuwa na umoja, maana yake kushikamana. Tunapopanga mambo pamoja, maana yake hayo mambo tunayopanga yanakuwa kitu hiki kimoja. Tulipopanga kwamba tukutane katika zoni kwa ajili ya maombi, watu wote tukikutana katika maombi, maana yake hao watu wanakuwa ni wamoja, hao watu wanakuwa na mshikamano. Lakini watu wanakuwa sehemu moja, lakini hawana umoja. That's a big problem. Hilo ni tatizo kubwa ambalo linakuwepo. Na kama hakuna umoja, tusitarajie kazi ya Mungu inaenda vizuri katika eneo hili. Tusitarajie kazi ya Mungu itaenda vizuri kama hakuna umoja. Kama hakuna umoja ndani ya kanisa haliwezi kwenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amen. Ukisoma Waefeso sura ile ya 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4, anazungumzia pale. Kwanza anazungumzia kwamba Paulo alikuwa anawaambia Waefeso, soma naomba nipata maandiko hayo. Jamani, tumeitwa katika tumaini moja kwa umoja wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeitwa wote katika jina la Yesu Kristo tuwe wamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika maandiko haya tunaona Paulo anawasisitiza Efeso, anawaambia kwamba waenende kama inavyostahili wito wao walioitiwa. Kila mtu hapa ana wito ambao ameitiwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo anasisitiza kwamba mwenende kadiri ya wito wenu mlivyoitiwa. Kama ni shemasi, umeitwa katika shemasi kudumu, nenda katika hilo, fanya vizuri katika hilo. Kama ni kiongozi, umepewa sehemu fulani, fanya katika hilo. Jitume, fanya katika hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia anasema kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtakwenda kwa umoja ndani ya kanisa, pakiwa na umoja, ukichukuliana kwa umoja, manake utaenenda kwa upole pamoja na unyenyekevu na kuweza kuchukuliana. Wakati mwingine unaweza kukutana wapendwa katika jina la Yesu, tunaweza tusifanane, mkatofautiana, huyu anasema hiki, huyu anasema kitu kingine, lakini mwisho wa siku lazima tuvumiliane. Lazima tuvumiliane. Mwenzako ameenda mwenendo huu, anasema hivi, mtofautiana mawazo, isiwe sababu ya kuweza kuzila, ya kusema kwamba kama ni hivyo mimi basi naacha kazi yenyewe. Kama ni hivyo basi, kama mimi sifanyi hivi, kama mimi sinani hivi, basi bora tu mimi sionekane. Hapana. Lazima tuchukuliane, lazima tuvumiliane. Unapopitia wakati mwingine mwenzako anakuelekeza kitu hiki, labda wewe hakijakupendeza, vumilia, ongea naye kwa ustaarabu, ongea naye vizuri ili muweke mambo vizuri. Na tukifanya hivyo, maana yake kanisa letu litaweza kukua vizuri, litaenda kuwa vizuri, watu watakuwa na upendo, watu wataweza kusimama vizuri katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia anasema na kujitahidi kulihifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Tumekutanishwa hapa katika umoja wa Kristo Yesu. Kwa hiyo lazima tudumishe ule umoja wa roho. Na ndio maana wanakuwa wakati mwingine wanaimba umoja wa roho, kitu kama hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana kwamba tuko hapa katika umoja wa roho. Tumeunganishwa hapa katika Kristo Yesu. Kwa hiyo lazima tuwe na umoja katika roho, katika maisha yetu tunayotumikia Mungu, lazima tujikite kuwa katika umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa kwa nini tuwe na ibada za zote? Kwa nini tuwe na ibada za zote? Jambo la kwanza nafikiri nilishalizungumzia kabla, kwamba kurahisisha kazi ya Mungu.
kuweza kurahisisha kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibada za zoni ni muhimu sana, zinahitajika ili kuweza kurahisisha kazi za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, baada ya kumwachia mchungaji vitu vyote afanye peke yake, ni ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ngumu sana mchungaji aweze kuhudumu vitu vyote peke yake. Kwa hiyo anapogawa zoni, kinachotakiwa wale watu ambao wanaenda kuhudumu katika zoni hiyo lazima waweze kusimama kushika majukumu yale ambayo mchungaji angeweza kushika. Kwa hiyo hao watu lazima waweze kusimama na kuifanya hiyo kazi vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini unapomwacha mtumishi wa Mungu, mchungaji ambaye ameitwa hapa kwa ajili ya kazi hii, anafanya kazi peke yake muda wote, swala dogo la kuweza kuombeana kule kwenye zoni linaletwa kwa mchungaji. Kitu kidogo, si umetokea mgogoro mdogo pale, tunaletwa kwa mchungaji. Sijui huyu na huyu wamefanyaje, tunaletwa kwa mchungaji. Jamani, wachungaji pia ni binadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanachoka, pamoja kwamba wameitiwa na Mungu kazi hii, haimaanishi kwamba basi wafie kwa ajili ya kazi hii moja kwa moja. Wanahitaji kupumzika, wanahitaji pia kutiwa moyo, wanahitaji kuwa na watu ambao wanaweza kusimama nao ili kuweza kuhudumu kazi hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa watu ambao wanahitajika kwanza ni mashemasi. Na ndio maana katika zoni zetu kuna mashemasi. Yesu alimwambia Musa kwamba hii kazi unayoifanya inazofika. Utakuta sema usije kwamba usije ukafa hapa hii kazi unayoifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo akatumia hekima, alikuwa ni mtu mwenye hekima sana. Yesu alikuwa ni mtu mwenye hekima sana. Akamwambia pamoja kwamba umeitiwa kazi hii na Mungu, sawa. Lakini usije ukazofika hapa pamoja na watu wako. Usije ukafia kwenye kazi hii. Bado Mungu anakusudi na wewe, anahitaji ufanye kazi hii kwa viwango vikubwa. Nini ambacho natakiwa nikwambie? Yesu anamwambia Musa, chagua watu ambao wao wameingia katika utakatifu, wanaoenenda katika kweli ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wasiopokea fedha za uzalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa anazungumzia wale viongozi, mashemasi wa zoni. Anamwambia chagua, anasema maelfu kwa maelfu, makumi kwa makumi, 50 kwa 50. Chagua hao watu ili wakasimame dhidi ya hao watu, waweze kuamua vile ambavyo ungeweza kuamua wewe, waweze kuamua watu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini alimwambia hivi? Ili kwamba huyu Musa haweze kupata utulivu, haweze kupata hata muda wa kupumzika. Haiwezekani tangia asubuhi mpaka jioni mtu anafanya kazi. Jamani, inawezekana hivi? Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana hivyo. Ndio maana wakati mwingine hata makazi ndipo tunapofanya kazi, wameweka muda kabisa kuanzia saa 1:30 mpaka labda saa 9:30 muda wa kazi umeisha. Ukiendelea hapo unapewa nini? Overtime, unapewa hivi kukumotivate ili uweze kufanya nini? Kufanya vizuri. Kwa sababu miili yetu sisi binadamu inachoka. Kwa hiyo wakati mwingine inahitaji motivation. Kwa hiyo ndivyo ilivyo hapa. Mchungaji wetu anafanya kazi, lakini mwisho wa siku kila kitu tunampelekea yeye. Kila kitu, simaanishi kwamba ukiwa na changamoto usimwone mchungaji. Lakini yapo mambo ambayo tunaweza tukashughulikia kwenye zoni na tukayaweka vizuri na watu tukapata amani katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yapo mambo, na ndio maana tunasisitiza. Kumbuka Yesu alimwambia kwamba chagua watu ambao wanaenenda katika kweli, wanaenenda katika utakatifu wa Mungu, ambao hawapendi fedha za dhuluma, waweke hapo ili waweze kuomoa watu wao. Na ndio maana hapa kuna somo lingine pia. Kama umepewa nafasi ya kuhudumu kama shemasi, hakikisha unamtafuta Mungu sana katika maisha yako. Kwa sababu watu katika zoni wana mahitaji ya kuweza kuhudumiwa katika roho zao. Sasa kama roho wa Mungu hayuko katika maisha yako, itakuwa vigumu watu waje kwako wakuletee changamoto zako ili uweze kupata msaada. Na ndio maana wakati mwingine tunaweza tusiwalaumu washirika kwamba kila siku wanamkia mchungaji. Inawezekana sisi ambao tumepewa nafasi hizo za kuweza kuhudumu kwenye zoni bado hatujasimama vizuri katika Kristo Yesu katika maisha yetu. Kwa hiyo tunamhitaji Mungu aweze kusimama na sisi. Kama umepewa jukumu la kuweza kusimama katika zoni, uwe shemasi, uwe kiongozi wa zoni, umepewa jukumu hilo, unahitaji kumtafuta Mungu sana usiku na mchana, ndipo kazi ya Mungu itaweza kutimilika. Hata watu watakuja kwenye zoni watakuja kwa nguvu zote, kwa sababu
wanajua kabisa wakija kwenye zoni watapata suluhisho ya maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama kwenye zoni anakuja hamna chochote kinachoendelea, hamna kile kitu ambacho akitamani aweze kukiona, ni rahisi sasa kumpigia mchungaji, saa 4 za usiku uko wapi baba? Kuna mambo kusielewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu akija kwenye zoni aone kitu ambacho kinaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitamani sana Mungu atusaidie wapendwa, katika jina la Yesu. Wale tuliopewa majukumu ya kuweza kusimama kwenye zoni, ukutane kwa umoja wetu, tuwe na maombi ya kuomba Mungu, ya kuhitaji nguvu za Mungu, za kumwomba Roho Mtakatifu aweze kutusaidia. Kazi hii pasipokuwa na Roho Mtakatifu, pasipokuwa na uongozi wa Mungu, haiwezekani kufikia sehemu kokote. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Kwa hiyo Yesu anamwambia Musa kwamba wachague watu ambao wamesimama katika kweli. Mchungaji wetu ametufundisha sana, amesimama katika zamu yetu kutufundisha, na changamoto inakuja kwamba pamoja katika mafundisho haya tunafundisha, lakini hatudumu katika mafundisho. Leo tunafundishwa mambo mazuri ya kuweza kusimama kihuduma, lakini mwisho wa siku hatuwezi kuyafanyia kazi, tunapuuzia tu, nguvu za Mungu haziwezi kuonekana. Wakati mwingine anasema anatafuta mtu hamuoni, anatafuta mtu wa kuweza kusimama katika eneo hilo, lakini haonekani. Na kuombea katika jina la Yesu. Kama umepewa nafasi ya kuweza kusimama katika zoni, kama umepewa nafasi ya kusimama katika nyumba ya Bwana, kama umepewa nafasi ya kuhuduma katika sehemu yoyote, muombe Mungu katika jina la Yesu. Mwambie Yesu kwamba mimi peke yangu sitaweza. Watu hawa ni wengi, watu hawa wana changamoto, watu hawa wana mahitaji mengi. Nitie nguvu niweze kuifanya kazi hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo zoni zinasaidia kurahisisha kazi ya Mungu, zinapunguzia mzigo mchungaji wa kuweza kuhudumia watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Jambo lingine, na kabla sienda jambo lingine, alizungumzia Yesu pia alizungumzia kama wewe Musa utakuwa unafanya kazi hizi peke yako asubuhi mpaka jioni, anamwambia wewe hautaweza. Kwanza, kwa nini ni hatari sana? Jambo la kwanza alimwambia kwamba utazofika wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Alimwambia utazofika. Lakini jambo la pili, pamoja kwamba atazofika Musa, lakini alimwambia kwamba utazofika pia pamoja na washirika. Kwamba mchungaji anaweza atazofika, au Musa kipindi kile atazofika, lakini pia wale watu wanaohudumia pia watazofika. Kwa sababu gani? Mchungaji muda wote hawezi kusimama tu kuhudumia watu 5 mpaka asubuhi. Maana yake lazima atachoka na atazofika, hata afya yake haitakuwa vizuri, kwa sababu muda wote yuko hapo, muda wote kusikiliza matatizo. Na ndio maana nchi zetu ambazo zinaendelea, nchi zingine ambazo zinaendelea, hata madaktari anaambiwa kabisa kwamba kwa siku mfanyie operation labda mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukija huku kwetu, kwa sababu ndio hivyo shida, tunakuta kwamba mtu anahudumu kwa siku anaweza kupasua hata watu 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu mazingira yanawezekana yaruhusu, lakini sisi tumepewa na mchungaji wetu, tunalo jukumu la kuweza kusimama ili atuweze kudhoofika. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine anahitaji privacy yake mwenyewe pamoja na familia, atulie na familia wakati mwingine, lakini apate muda wa kuomba yeye mwenyewe pamoja na huduma ili iweze kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mchungaji huko anaenda huko tu, mara amepigwa simu huko, anaenda huku imeita huko miti. Mwisho wa siku mashemasi tuko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka mashemasi ni kazi yao kubwa pia kumsaidia mchungaji kwenda sehemu, huku kumetokea shida anaenda, huku kumetokea nini ameenda. Lakini ziko wapi hizo zoni ambazo zinaweza kusimama katika maeneo hayo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa tulitafakari, kazi tumeitiwa na Mwenyezi Mungu, tuifanye kwa moyo, tuifanye kwa unyenyekevu, tukiamini Mungu ametuita hapa sio kwa bahati mbaya. Alituita hapa kwa kusudi maalum kabisa ili tuweze kuitenda kazi hii. Jamani, mpigieni Yesu makofi.